Palikuwa na mtu ambaye alikuwa hatambui maana na umuhimu wa furaha maishani, na kutokana na hilo alikuwa akikumbwa na huzuni mara kwa mara, na kisha akaanza kujiona kuwa hana thamani maishani mwake. Lakini kuna jambo lililotokea na likabadili maisha yake na kumfanya kuwa mtu mwenye furaha katika nyakati zote na siku zote. Huyu alikuwa kijana ambaye ana mafanikio makubwa katika mji wake. Alikuwa ni tajiri ambaye kila mtu katika mji ule alitamani kuwa kama yeye, lakini kijana huyu alikuwa hana furaha. Na siku moja akiwa amekaa katika hifadhi akihuzunika, akiwa hana furaha, na baba yake alikuwa akipita katika hifadhi ile ile ambayo kijana yule alikuwa amekaa kwa huzuni. Na kisha baba yake akamfuata na kumuuliza ya kuwa ni shida gani ambayo ilimsumbua kijana yule. Na kijana yule akamjibu baba yake ya kwamba anayo huzuni kwa kuwa tangu alipokuwa mdogo alikuwa akitamani kuwa ni mtu mwenye furaha. Huyu alimweleza baba yake ya kuwa hali hii ilianzia pale nilipokuwa shule. Niliamini ya kuwa nitakuwa na furaha ya kudumu pale ambapo nitapata nafasi ya kwanza darasani katika masomo yangu. Na kweli niliposhika nafasi ya kwanza darasani nilikuwa na furaha ambayo ilidumu kwa takriban siku 2. Na kisha baada hapo hali ikarejea kama kawaida. Lakini nikatarajia ya kuwa pale ambapo nitafaulu kwa alama za juu kujiunga na masomo ya juu, basi nitakuwa na furaha ya kudumu maishani. Lakini hata hivyo nilipofaulu na kupata alama za juu katika masomo yangu, furaha hiyo ilidumu pia kwa siku chache, kisha nikarejea kama nilivyokuwa awali. Na baada hapo nikasema ya kuwa nitakapohitimu masomo yangu na kisha kupata kazi nzuri, basi nitakuwa ni mtu mwenye furaha zaidi. Na kweli nikahitimu na kupata kazi nzuri, lakini pia sikuwa ni mtu mwenye furaha. Lakini sikuchoka kuisubiri furaha, kwani niliamini ya kuwa nitakapopata mshahara mkubwa zaidi katika kazi ambayo nimeajiriwa, basi nitakuwa ni mtu mwenye furaha zaidi. Lakini hata hivyo nilipopata mshahara mkubwa na kupata kipato kingine kikubwa zaidi, nikaweza kuanzisha kampuni yangu mwenyewe binafsi. Lakini hata hivyo nikaendelea kutumia muda mwingi katika kuendeleza na kujenga kampuni niliyokuwa nayo, nikakosa muda wa kufurahi pamoja na familia yangu. Hivyo hata ile furaha ambayo nilikuwa nikiisubiria haikuja kama vile ambavyo nilikuwa nikidhani itakuja. Hivyo nimekuwa na aina mbalimbali za furaha ambazo nilizani zitakuja, lakini hata sasa hivi hazijafika katika maisha yangu, na sidhani kama zitafika katika maisha yangu. Basi baba yake akamjibu kijana yule ya kwamba nitakupa majawabu baada ya kufanya hili ambalo nitakueleza ulifanye. Baba wa kijana yule akamweleza yule kijana kufuata safu ya maua iliyokuwa katika ile hifadhi. Lakini pale ambapo ataanza kufuata safu hiyo ya maua, haruhusiwi kurudi nyuma katika eneo ambalo atakuwa amekwisha kulivuka tayari. Lakini anapaswa kuchuma ua moja zuri na kumpelekea baba yake. Basi kijana yule akaanza safari, na mwanzo wa mstari ule kulikuwa na maua mazuri yenye rangi za kupendeza na kuvutia sana. Lakini kijana yule akaogopa kuchuma mojawapo ya yale maua mazuri, kwani alisema ya kuwa yamkini nitakutana na maua mazuri zaidi huko mbele ya safari. Kama nikichuma hili, basi sitaruhusiwa kuchuma ua lingine zuri zaidi. Basi akaendelea kufuata ule mstari wa maua, na alipokuwa anakaribia kufika mwisho, ghafla akaona maua yaliyonyauka sana. Lakini hakuruhusiwa kugeuka nyuma kutokana na maelezo ya baba yake. Hivyo akabidi kuchuma mojawapo ya maua yaliyonyauka, kwani hayo ndiyo ambayo yalikuwa katika safu ile ya mwisho wa ule mstari wa maua. Na baada ya hapo kijana yule akampelekea baba yake ua baya lililonyauka. Baba yake akamuuliza kijana yule, imekuwaje katikati ya maua mazuri mengi amechuma ua lile ambalo limenyauka? Kijana yule akamweleza baba yake jinsi ilivyokuwa, ya kwamba alikuwa akidhani ya kuwa mbele ya ile safu ya maua ataendelea kukutana maua mazuri zaidi. Hivyo akaogopa kuchuma maua mazuri kule awali mwanzoni mwa mstari wa maua. Kisha baba yake akamjibu ya kuwa hivyo ndivyo maisha yalivyo, pale ambapo unadharau
zile furaha ndogo ambazo unakutana nazo katika maisha yako na kutarajia kuwa utakutana na furaha kubwa katika maisha yako huko mbele, lakini kamwe huwezi kuikuta furaha kubwa mbele ya maisha yako kama unadharau furaha ndogo ambazo unakutana nazo katika maisha yako, kwani furaha kubwa hutengenezwa na kila furaha ndogo ambayo utaifurahia katika kila hatua ya maisha yako. Lakini utakaposhindwa kufurahia furaha ndogo ndogo ambazo zinatokea katika maisha yako, basi hauwezi kuwa na furaha kamwe. Kijana yule akamjibu baba yake ya kwamba, sasa nimeelewa nini maana ya furaha na namna ya kufurahia kila hatua na kila furaha ndogo ambayo inatokea katika maisha yangu bila kutarajia furaha kubwa mbele ya maisha yangu, kwani kwa kufanya hivyo hakuna furaha ambayo itatokea mbele ya maisha, bali ni huzuni pamoja na masikitiko. Jina langu ni Emmanuel Morton Chanya.